kama mlivyoambiwa kabla ya mkutano huu, ni kwamba tuko katika msiba. Kwa dakika moja, kila mmoja kwa ukimya tumkumbuke Waziri Mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa rais, ndugu yetu Cleopa Msuya, kwa dakika moja. Amen. Ndugu zangu, tuko katika wilaya ya Ulanga. Jambo kubwa lililonifurahisha, pamoja na jiografia, pamoja na msimu wa kulima, Ulanga mlijipanga. Niwahakikishie, mimi nimekuja kusafisha njia. Nimekuja kusafisha njia. Na changamoto zenu nitazipokea na kuzifikisha. Kwa hiyo mimi kama msemaji wa chama natosha kuwawakilisha hawa wakubwa, nipokee, lakini wakati huo watakuwa wanajua nini kinachoendelea, na watakapokuja basi waendelee kushughulikia changamoto hizo. CCM oye! La kwanza ni washukuru wananchi wa Ulanga na Malinyi kwa kazi kubwa mlioifanya katika uchaguzi wa vijiji na serikali za mitaa kwa kukipa ushindi Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru sana kwa ushindi huo, ni heshima kubwa kwa chama chetu. Nyie ni mashahidi kwamba katika vijiji vyenu wapinzani wameambulia patupu. Uongo kweli? Tunawashukuru kwa imani hiyo, na mimi kwa niaba ya uongozi wa kitaifa wa Chama cha Mapinduzi nimekuja kuwashukuru kwamba tunawashukuru, endeleeni na imani kwa Chama cha Mapinduzi. Niseme nisiseme? Kwa historia, mkoa wa Morogoro toka Mwalimu unajulikana kwa mambo makubwa matatu. La kwanza, Mwalimu aliufanya mkoa wa Morogoro kuwa ghala la chakula. Ndio maana huwezi ukasikia njaa katika mkoa wa Morogoro. Jipigieni makofi, nyie ni wakulima wazuri, ni wazalishaji wazuri wa chakula na mazao ya biashara. La pili, toka uhuru mkoa wa Morogoro ni mkoa wa viwanda, kwamba tuna viwanda. Tanzania inategemea sukari kutoka mkoa wa Morogoro, kiwanda cha Kilombero na kiwanda cha Mtibwa na sasa Mkulazi pale na viwanda vingine. Lakini la tatu, niseme nisiseme? Hivyo mnavyopendeza, mkoa wa Morogoro ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Haya mambo matatu tuendelee kuyasimamia, kwamba hata uchaguzi utakapofika basi mkoa wa Morogoro uonekane ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, yale mambo niliyoyasema kwamba mkoa wa Morogoro ni ghala la chakula, miradi mbalimbali ya kilimo, iwe ya umwagiliaji,
Dr. Samia ameendelea kumwaga fedha kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa. Maeneo ambayo ni ya umwagiliaji tumeendelea kuyalinda ili uzalishaji uwepo. Hapo vipi? Hivyo hivyo na viwanda, kwa sababu malighafi inayotokana na kilimo inapatikana kwa wingi Morogoro, basi viwanda hivyo viendelezwe Morogoro kwa sababu ya malighafi inayotokana na kilimo. Kwa hiyo Morogoro sisi ni mkoa muhimu sana, ni mkoa muhimu pia kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo imani hiyo tulionayo, naomba tunapoelekea katika uchaguzi tuithibitishe kwa vitendo, kwa kuhakikisha kwamba madiwani wote wanatokana na Chama cha Mapinduzi, wabunge wote wanatokana na Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Mengi yameelezwa na wabunge wetu. Mimi mara ya mwisho kuja Ulanga ilikuwa 2014. Ndugu zangu, pamoja na changamoto, tukubali maendeleo yanaonekana. Maendeleo Kilombero yote hao, hii ilikuwa kama wilaya moja. Tukapata Ulanga wakazaa Malinyi. Kwa hiyo kwa yote hii inaonyesha namna ambayo nia nzuri ya serikali kuwapelekea wananchi huduma wazipate kwa haraka sana. CCM oye! Nataka niwahakikishie kwamba chama chetu kina dhamana na wajibu kuliko chama chochote, na matumaini ya Watanzania ni kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hata changamoto zitatatuliwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na bahati nzuri mimi nimeweza kufika huku, nimerushwa sana kwenye barabara, nimeona, na kuona ni kuamini. Mimi niwahakikishie nitakuwa balozi wenu mzuri. Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza kufanyia kazi kipande cha barabara kutoka pale Darajani kwenda Malinyi, kilomita 112. Nimeongea na Waziri Ulega, ameniambia kwamba wanafanya mapitio ya mwisho ili waweze kuanza kutoa fedha za awali kwa ajili ya wakandarasi. Nataka ili muamini maneno haya, nimeshaongea na waziri, baada ya ziara yangu atafika katika wilaya ya Ulanga, na staki aishie Darajani, afike paka Mahenge, aone barabara ilivyo paka Mwaya, au sio? Ili akienda akafika huko, akafika paka na Malinyi, atakuwa amepata picha halisi. Si alikuja na helikopta? Sasa nataka na yeye arushwe kama mimi hivi. CCM oye! Kwa na yeye akipita mule, na yeye atakuwa ameona hali halisi. Lakini nataka niwahakikishie chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunawahakikishia kwamba tunayo dhamira nzuri. Chama cha Mapinduzi kina dhamira nzuri
Natambua zipo changamoto zingine za miradi ya maji, nayo niliongea na Waziri Uwesu, atakuja Kilombero na aje paka Ulanga na Malinyi aangalie miradi ya maji. Lakini pia tunao umeme. Nimeambiwa pia umeme na katika CCM oye. Kwa hiyo katika kwa umeme. Kwa hiyo hilo nalo Waziri wa Nishati na yeye atakuja kuona namna kutatua. Naambia hamna kituo si cha kupozea umeme, si ndio Kwa hilo nalo tulifanyie kazi. Na swala la mawasiliano nalo lifanyiwe. Kwa hiyo haya yote mlioniambia na mengine ambayo kuniambia nimeandika na yapeleka mahali husika. CCM oye. Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza kufanyia kazi kipande cha barabara kutoka pale Darajani kwenda Malinyi, kilomita 112. Nimeongea na Waziri Ulega, ameniambia kwamba wanafanya mapitio ya mwisho ili waweze kuanza kutoa fedha za awali kwa ajili ya wakandarasi. Nataka ili muamini maneno haya, nimeshaongea na waziri, baada ya ziara yangu atafika katika wilaya ya Ulanga, na staki aishie Darajani, afike paka Mahenge, aone barabara ilivyo paka Mwaya, au sio? Ili akienda akafika huko, akafika paka na Malinyi, atakuwa amepata picha halisi. Si alikuja na helikopta? Sasa nataka na yeye arushwe kama mimi hivi. CCM oye. Kwa na yeye akipita mule, na yeye atakuwa ameona hali halisi. Lakini nataka niwahakikishie chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunawahakikishia kwamba tunayo dhamira nzuri. Chama cha Mapinduzi kina dhamira nzuri. Naomba muendelee kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Dr. Samia anaanza na kilomita 112 kwenda paka Malinyi, lakini pia barabara hii itafanyiwa kazi na Waziri Ulega atakuja na atakaa huku aone, ili na yeye atoe msukumo, ndio anayemsaidia Dr. Samia Suluhu Hassan katika mambo ya barabara. CCM oye. Na atakapokuja tutapata ripoti, ili na mimi nitakapoenda sasa ule mkutano wa Mahenge, yeye atakuwa amekuja, na kule tena nitatamka kwa niaba ya chama mikakati ya kukabiliana na changamoto ya miundombinu. CCM oye. Kwa hiyo naomba mtuamini, na sisi tunajua mmetupa wema, tutawalipa wema. Kwa hiyo jana nimemsikia Heche anasema, makamo wao mwenyekiti anasema, tumekuja huku, Chadema kilikuwa chama chetu, tumeamua kuwa na no reform no election. Tunashangaa kuna watu wanajiita G55 wametusaliti, na sasa wametangaza kuhama chama. Unatuambia sisi
Mimi niliwahi kuambia nyie mna mgogoro, akatoka hadharani hatuna mgogoro. Nasema hivi, ukipandacho ndio utakachokivuna. Sasa hivi sio siri tena kwamba kuna mgogoro mkubwa ndani ya Chadema, na yeye Heche anawatuhumu wenzake kwamba wamewasaliti. Sio wamewasaliti, wamekosa matumaini. Kulikuwa na watu walikuwa wanataka udiwani, kulikuwa na watu wanataka ubunge, kuna watu walitamani kugombea urais. Uongozi wa sasa wa Chadema umeondosha matumaini hayo, na hiki kinachowakuta, Chadema inaenda kufa mikononi mwao. CCM oye! Kwa hiyo kimsingi, John Heche, usitafute mchawi. Mchawi ni nyinyi wenyewe mliokuja na mipango hii ya kuiua Chadema na mipango hii ya kufifisha matumaini ya wanachadema. Kwa hiyo msitafute mchawi, mmeiua Chadema kwa mikono yenu wenyewe. CCM oye! Anaanza kusema eti hawa wamehongwa. Usitafute mchawi. Na unaposema kuhongwa, na wewe ujue John Heche uko kwenye nyumba ya vioo, usirushe mawe. CCM oye! Yuko kwenye nyumba ya vioo, asirushe